PDEC TV. Asante sana mtazamaji wa PDEC TV. Huu ni wakati mwingine ambao tunaenda kuangalia habari ambazo zimetikisa Tanzania. Moja kati ya habari kubwa ambayo imetikisa sasa hivi ni sakata la klabu ya Simba na mchezo wa fainali ile ambao utapigwa tarehe 25 mwezi wa 5 katika mkondo wa pili wa fainali ya Simba dhidi ya Berkane. Simba atakuwa mwenyeji kwenye huo mchezo. Taarifa za awali zilikuwa zinaonyesha kwamba mchezo utaenda kupigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini leo taarifa imetoka kutoka CAF, taarifa rasmi kwamba TFF imeandikiwa inatakiwa mchezo uhamishwe upelekwe kule Amani Zanzibar kutokana na mapungufu mbalimbali ambayo yametokea kwenye uwanja wa Amani Complex. Mimi nikaona isiwe shida, wewe ni mtu wangu wa nguvu sana kwa kuendelea kufuatilia channel hii, nikusogezee msemaji wa serikali Gerson Msigwa, pia katibu wa Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo Gerson Msigwa aweze kutupa ufafanuzi. Hii ni kweli au ni taarifa za mtandaoni? Lakini taarifa za kweli kabisa ni kwamba CAF wametuma hayo marekebisho. Gerson Msigwa huyo hapa anathibitisha. Usiondoke, msikilize, then tukimaliza tutakuja na uchambuzi wa kina. Una maboresho ya aina mbili. Kuna maboresho ya majengo yanayohusisha viti na mifumo ya ndani na majengo ya uwanja, ambapo tuko zaidi ya 85-90 kwa sababu viti tumefunga sehemu kubwa, tumebakiza kama viti 20,000 tulivyobaki. Na mifumo mingine ya maji, umeme, taa, sauti ndizo tunasikia zinazunguka ni majaribio ya mwisho baada ya kuwa zimeshafungwa, zimamoto, internet na vingine vingi ambavyo vinafungwa uwanjani. Hayo yote yamekamilika. Tulikuwa na changamoto na pichi, na CAF walikuja kutusimamia na kutoa maelekezo ya nini wanataka tufanye. Tumeshafanya yote, na sasa hivi kazi inayoendelea ni ya kuendelea kuhakikisha kwamba uwanja unazidi kuwa bora zaidi. Lakini kwa maelekezo ambayo tulikuwa tumepewa na CAF, yote tumeyatekeleza na uwanja umekuja vizuri. Dar es Salaam kweli kuna mvua nyingi. Uwanja huu uwezo wake wa kuondoa maji umeboreka sana sasa hivi ikilinganishwa na wakati ule tulipokuwa na changamoto. Sasa hivi unaweza kutoa maji humu ndani kwa haraka zaidi ya mara 10 ya kipindi kile, kwa sababu kuna kazi kubwa ambayo imefanyika kwenye uwanja. Sasa haya mengine ni maamuzi ya mamlaka zinazosimamia mpira. Sisi serikali hatuamui mechi gani ifanyike wapi, wanaoamua ni wenye mamlaka yao. Lakini sisi tumeenda uwanja na uwanja uko tayari, na yeye tunaona uwanja wa Benjamin Mkapa ndio hapa. Hapo kwa hiyo sasa baada ya dakika 10 tu kuna maji ndani. Baada ya kumsikiza Gerson Msigwa, amezungumza vitu vingi sana. Uwanja umefikia 85% matengenezo. Mimi nisiwe mwingi sana wa maneno. Pia leo mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba Crescentius Magori naye amepata nafasi ya kukagua uwanja wa Benjamin Mkapa na kuzungumza baadhi ya vitu ambavyo yeye anaviona. Hebu tumsikilize kwa makini kabisa nini ambacho anakizungumza, then tukirejea tutakuwa na uchambuzi kuona nini ambacho amekizungumza. Usiondoke, baki hapo hapo. Huyu hapa na kusogezea Crescentius Magori. Mechi ichezwe Zanzibar, Simba hawezi kukataa, lakini sisi ni mwenyewe ndio sije kufika hapo uwanjani, lakini nilipofika leo na nilichokiona hapa na nataka kuhamisha mechi kwa kweli vichekesho. Kwa mechi leo tarehe 15, mechi tarehe 25, kwa hali ya uwanja ulivyo hivi, unasemaje kwamba uwanja haufai kuchezewa mechi? Ulivyo tu hapa, ulivyo tu mechi inachezwa. Nishaona Afrika viwanja vibovu vya ovyo kuliko vile mechi zinachezwa. Huo utakufanyika ni uhuni. Sio mind game. CAF wanapoandika barua TFF kama wanapendekeza mechi iende Zanzibar, haikuwa mind game. Mind game ni kitu ambacho hakipo. Sawa. Hichi ni kitu ambacho kipo. Taarifa imekuja TFF kwamba wanataka mapendekezo yao mechi iende Zanzibar. Sasa mimi sikwenda Morocco. Kwa hiyo uongozi mtumaje kuangalia hali halisi hapa. Nimeongea mpaka na katibu mkuu wa TFF. Yuko Paraguay, ameniambia kuangalia halisi. Nilichokiona hapa, hata mechi ingekuwa kesho mechi inachezwa. Kwa hiyo wanawanyima nafasi Simba ya kucheza uwanja wa nyumbani. Kwa sababu Berkane wanacheza uwanja wa nyumbani. Simba anaenda kucheza uwanja wake wa nyumbani. Uwanja wa nyumbani wa Simba ni Mkapa. Amani Stadium sio uwanja wa Simba wa nyumbani. Hiyo ndio vitu ambavyo haviko sawa. Na CAF hawezi kuwa fair. Tumeandika barua, tumeandika majibu kwa TFF, kwa sababu hiyo barua ya TFF sisi tumepata kopi. Kwa hiyo ofisi ya CEO imeshaandika barua ya kuonyesha kwamba si sawa kuhamisha mechi kutoka Dar es Salaam kupeleka
za Zanzibar, kwa sababu tayari kwanza tunazungumza akasubia leo watu zaidi ya 12,000 washapata tiketi. Sasa uwanja wa Zanzibar tayari watu 15,000. Watu hao wanatokaje huko kwenda Zanzibar na watu wa Zanzibar? Na uwanja wenyewe ni mdogo, hii ni finali. Lakini kikubwa zaidi kila timu ipata advantage ya kucheza nyumbani kwake. Marekani najua rais wa Marekani ndio makamu wa kwanza wa rais wa CAF. Asitumie nafasi yake influence maamuzi CAF kupata advantage. Hiyo sio fair. Football ni fair game, tunatakiwa fair game. Sana mtazamaji wa PDK TV, tunaendelea pale ambapo tulikuwa tumeishia baada ya kumsikiliza msemaji wa serikali, lakini pia tumetoka kumsikiliza mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba Sports Club, Crescentius Magoli, moja kati ya watu ambao wamekuwa wakifanya vizuri. Amewahi kuwa pia CEO wa Simba kwa muda fulani. Kwa hiyo ni mtu ambaye anafahamu nini ambacho kinatokea. Lakini mimi nikija kwenye engo zaidi ya uchambuzi kama PDK_, kitu ambacho nachoweza kusema, kuna vitu viwili hapa vya kuangalia. Kwanza, watu wengi wanatoa hoja zao kwa kuzingatia zaidi mapenzi, lakini kuna kitu kingine ambacho cha kuangalia. Kwanza, ukimsikiza vizuri Crescentius Magoli anasema hizi ni siasa za mpira wa Afrika. Inaweza ikawa kweli siasa, na wakimuhusisha zaidi makamu wa rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, kwa sababu anatoka kwenye klabu ya Berkane. Hiyo ni kitu mmoja wapo ambacho wao wanaona kama ni sehemu ya disadvantage, lakini timu kubwa kama Simba haipaswi kuchukua hiyo hoja. Hiyo hoja inapaswa zaidi kuongeleka na mashabiki. Wao viongozi wanapaswa kufocus kuangalia mambo mengine ya msingi. Jambo ambalo nilitamani sana kulisikia maelezo gani ambayo wao wamepewa warekebishe kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa sababu siku zote sio swala la muda wa kula. Huu sio muda wa kwanza kulaumu nini ambacho kinapaswa kutokea, lakini huu ni muda unapaswa kuangalia jambo gani wameambiwa warekebishe. Kama uwanja, kama eneo la kuchezea pitch linapaswa kurekebishwa, basi lirekebishwe ili mambo mengine yawe mazuri kabisa. Kama kuna eneo ambalo halipo sawa, linapaswa kufanyiwa kazi. Kwa hiyo kwenye swala hili tunapaswa kwenda taratibu. Siamini kwamba inaweza ikawa siasa moja kwa moja. Inaweza ikawa, lakini kama CAF wametuma sehemu za kufanyia marekebisho. Na mimi na doubt sana uwanja wa Benjamin Mkapa siku nyingi, kwa sababu ukiangalia ni uwanja ambao umetumia pesa nyingi sana. Juzi tumeona meneja amehamishwa uwanja. Amepangiwa majukumu mengine, kwa amepandishwa cheo kwa maelezo ni kwamba, lakini kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa amefanya kazi ziada, amefanya kazi ambayo alipaswa afanye. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinaendelea baada ya kualaumu CAF, tunaanza kujilaumu sisi wenyewe. Kwa mfano, CHAN ilipaswa ifanyike mwezi wa pili mwaka huu, uwanja ule wa Benjamin Mkapa, lakini tunaendelea kwenye CHAN ambayo inafanyika mwezi wa 8. Leo hii ni mwezi wa 5, tarehe 15, tarehe 16. Kwa hiyo unagundua kwamba tayari mwezi umeshakatwa katikati, unaenda kwenye mwisho wa mwezi. Kwa hiyo unabaki tu mwezi wa 6 na mwezi wa 7 ili mashindano yaweze kufanyika. Kweli ili zoezi la ubadilishaji viti ndio linachukua miezi yote tangu mwaka jana mwezi wa 8, mwezi wa 10 uwanja umefungiwa hapo. Kwa hiyo ni muda mrefu sana, lakini kuna vitu ambavyo vinachelewa. Kwa hiyo mashabiki wa Simba wanaweza wakapokea swala hili kwa negative, lakini hawapaswi kupokea kwa mtazamo wote hasi. Wanapaswa kupokea hili jambo na kuuliza serikali wanarekebisha lini na lini tamatika uwanja kurekebishwa, kwa sababu haya ni madhara ambayo yanatoka sometimes wenyewe tunaona. Kwa hiyo mechi ikienda kuchezwa Amani Complex, bado Simba anakuwa favorite vile vile. Kwa hiyo Simba kama Simba anapaswa kujiandaa. Kwa mfano kwenye mchezo wa nusu finali, Simba alicheza Amani Complex na kushinda 1-0, lakini ameenda ugenini ametoka sare suluhu ya bila kufungana, na goli ambalo alifunga uwanja wa Amani Complex ndilo ambalo limewapeleka hatua ya finali. Kwa hiyo viongozi wao concentration yao sasa hivi inapaswa kuwa hawa wanaoshughulika na uwanja waachana uwanja, wale wengine wanapaswa kuconcentrate na mechi ya kwanza ambayo itachezwa kwenye tarehe 17. Zimebaki siku chache sana ili kwenda kwenye mchezo wenyewe. Kwa hiyo wanapaswa kujiandaa, focus yao yote ibaki kwenye huo mchezo. Mimi ndio kitu ambacho nakiona, lakini wakianza kufocus kwamba hii ni figisu, hapa tunaonewa, hapa tunafanya nini, ni ngumu kupata kile kitu ambacho Watanzania wanakisubiri kwa muda wote. Watanzania wanasubiri, wanataka kuona matokeo mazuri. Hakuna kitu kingine ambacho wanakisubiri zaidi ya hivyo. Tunaendelea kukupa taarifa nyingi ambazo zinaendelea kuhusu ukweli huu uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini kiukweli ni kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa unatakiwa kufanyiwa marekebisho. Hiyo ndo kauli ambayo tunaweza tukaondoka nayo. Mimi naitwa Peter Deogratias Kiwanga. Unaweza ukaniita PDK_ kwenye mitandao yote ya kijamii. Ukienda Instagram, Facebook na Twitter, kote huko natumia jina hilo la PDK_. Twitter sasa hivi naita X, kote napatikana kwa jina hilo PIDECK, na TikTok pia na post vitu vingi sana. Niendelee kunifollow hapo ili upate mambo mengi na uchambuzi mwingi wa kina kabisa.